Yes, nadhani tumekuwa na session ya mwanzo leo na kila kitu kimeenda sawa kulingana na program ya mwalimu ambayo ameipanga. Yes, nadhani tumekuwa na session ya mwanzo, kwa hiyo tutakuwa na session zingine kuelekea mashindano hayo. Yapi matarajio yenu? Yes, kulingana na target ambazo tunazo ni kwenye hiyo FIFA series ni kuona tunaweza kushinda michezo yetu yote miwili. Kwa hiyo ndo target yetu. Kwa hiyo tuko kwenye maandalizi kuona namna gani tunafanya kile linalowezekana ili tuweze kuyafikia yale malengo ambayo tunayatarajia. Surprise kubwa kwa mashabiki wengi jina lako lilipotangazwa kuitwa katika kikosi cha timu ya taifa kwa mara nyingine baada ya muda mrefu. So far so good, ulipokeaje na umejipanga vipi? Hasa wengi wanakufuatilia na kufahamu kwamba kuna wakati ulikuwa unaishi katika ubora wako Manula. Sasa hivi watarajia nini kutoka? Sasa kama sijakosea, nadhani mimi sijawa nje kwa muda mrefu national team. Nadhani ni kama mashindano yale ya kafu aliyopita yaliyofanyika Morocco ndo sijakuepo, lakini national team zingine nadhani nilikuepo, na hiyo qualify hiyo mashindano ya kafu ya AFCON kwenda kule, mimi nilikuwa kuna hiyo mechi ya mwisho ya qualify ambayo tuliweza kucheza. Kwa hiyo Tanzania au washabiki na Watanzania kwa ujumla hawajawa surprise, lakini nadhani ni furaha kuona nimeweza kurejea kwa kuwa nje ya uwanja kwa muda mrefu kuto kucheza. Kwa hiyo saizi nadhani nimepata game time nikiwa na klabu yangu ya kuweza kucheza. Nadhani hiyo ndio furaha ya Tanzania wengi kuona na nimepata nafasi ya kucheza na pale ambapo nimepata nafasi ya kucheza huenda nikawa nimeonyesha kile ambacho wao walitarajia kutoka kwangu. Kuliko zamani nilikuwa na join na national team, lakini nilikuwa sipati game time kubwa ya kucheza. So far so good, yao mashindano ni mwanzo tu, yanakuja mashindano mengine makubwa zaidi. Tuna AFCON 2027 itafanyika hapa nyumbani. Mnaitazama vipi, au kwako peke yako unaitazama vipi fursa ya mashindano ya AFCON? Yes, nadhani kwa sasa kuzungumzia AFCON itakayofanya hapa Afrika Mashariki nadhani itakuwa ni mapema sana, lakini kwa kitu kikubwa sasa nadhani tunaendelea kufanya maandalizi kuelekea hiyo AFCON. Kwa hiyo nadhani jambo kubwa ni namna gani tunaweza kuwa na maandalizi mazuri. Nadhani homework kubwa iko kwa walimu kuona namna gani wanatuandaa wachezaji kuhakikisha tunakuwa na mwendelezo mzuri na maandalizi yanakuwa mazuri zaidi kuelekea michuano hiyo ambayo tutafanya hapa nyumbani. Ndio kusema mashindano ya FIFA series lango la Taifa Stars itakuwa salama chini yako. Sasa hiyo nadhani ni wewe ambavyo unaona, lakini nadhani makipa wote ambao tumeitwa national team kila mtu ana deserve kupata nafasi ya kucheza, na yule ambaye mwalimu atamwamini na kumpa nafasi ya kucheza nadhani ana deserve kucheza, lakini sidhani kama kuitwa kwangu kwamba kuna dhamiria au moja kwa moja kwamba Manula anatenda kucheza, kwa sababu wengine pia wamefanya kazi nzuri kwenye vilabu vyao na ndio maana wana deserve au mwalimu ameweza kuwajumuisha kuwepo hapa. Kwa hiyo nadhani kwa sasa ni sote ambao tumeitwa ni kuendelea kuwa na maendelezo mzuri mazoezini kwa ajili ya kumconvince mwalimu ili aone kulingana na mchezo husika ndani ya Tanzania kwa ajili ya kumpa nafasi ya kucheza. Lakini miongoni mwao wewe ndio kipa mzoefu zaidi na mwingine. Unajifunza nini kwa? Labda sijaelewa kama unakazia kwenye swali hili na hili, kwa sababu nadhani experience haimati kwenye mpira wa miguu isipokuwa performance na kile ambacho unafanya. Kwa mwalimu kama atapendezwa nacho kuona kwamba huyu anaweza kwa uwezo wake anaweza kusaidia. Kwa hiyo kusema tu experience peke yake haiwezi kumfanya mwalimu aweze kupe nafasi ya kucheza isipokuwa. Asante na kila heri.